lakini hii ni Kwaresma na leo ni siku ya 27 ya mafungo yetu ya siku 40. Mada inayotuongoza katika zamu tena ya juma hili na siku hii ya leo katika Kwaresma hii ni kutoka misimu mpaka kusudi. Kutoka misimu mpaka kusudi, from season to reason. Na neno kuu linalotuongoza ni kutoka kitabu cha Mhubiri ule mlango wa 3 na mstari wa 1. Mhubiri 3:1, Biblia inasema kwa kila jambo kuna majira yake na wakati kwa kila kusudi chini ya mbingu. Lakini katika kitabu cha Matendo ya Mitume ule mlango wa 3 mstari wa 19, Biblia inasema tubuni basi mrejee ili dhambi zenu zifutwe, zipate kuja nyakati za kuburudishwa kwa kuwapo kwake Bwana. Wapendwa mabibi na mabwana, tuna mwendelezo wa somo letu ambalo tumekuwa nalo katika juma hili, msimu na kusudi katika maisha ya Yusufu. Msimu na kusudi katika maisha ya Yusufu, Joseph's seasons and reason. Na somo letu linahusu falsafa ya maneno mawili, yaani tunaangalia theolojia na falsafa ya maneno mawili katika hoja ya msingi ya season and reason. Seasons and reason, kusudi na misimu yake katika mfululizo wa maisha ya mwanadamu. Na somo la leo ni soko la ajira ya fikra Afrika. Soko la ajira ya fikra Afrika. Soko la ajira ya fikra Afrika, na kwenye mabano pale umeajiri fikra au vyeti. Umeajiri fikra au vyeti, au umeajiriwa kwa fikra yako au umeajiriwa kwa vyeti vyako. Lakini asubuhi ya leo hebu soma pamoja nami katika kitabu cha Mwanzo ule mlango wa 41 mstari wa 33 mpaka wa 46. Kitabu cha Mwanzo mlango wa 41 mstari wa 33 mpaka 46. Na mimi naotangulia kusoma katika jina la Yesu Kristo wa Nazareti aliye hai. Kanisa la Mungu liseme amen kubwa. Neno la Mungu lasema hivi: basi Farao ajitafutie mtu wa akili na hekima, amweke juu ya nchi ya Misri. Farao na afanye hivi tena, akaweke wasimamizi juu ya nchi, na kutoa sehemu ya 5 katika nchi ya Misri katika miaka hii 7 ya kushiba, na wakusanye chakula chote cha miaka hii miema ijayo, wakaweke akiba ya nafaka mkononi mwa Farao, wakakilinde kuwa chakula katika miji. Na hicho chakula kitakuwa akiba ya nchi kwa ajili ya miaka hiyo 7 ya njaa itakayokuwa katika nchi ya Misri, nchi isiharibike kwa njaa. Neno hilo likawa jema machoni pa Farao na machoni pa watumwa wake wote. Farao akawaambia watumwa wake, tupate wapi tena mtu kama huyu mwenye roho ya Mungu ndani yake? Farao akamwambia Yusufu, kwa kuwa Mungu amekufahamisha haya yote, hapana mwenye akili na hekima kama wewe. Basi wewe utakuwa juu ya nyumba yangu, na kwa neno lako watu wangu watatawaliwa. Katika kiti cha enzi tu nitakuwa mkuu kuliko wewe. Farao akamwambia Yusufu, tazama, nimekuweka juu ya nchi yote ya Misri. Farao akavua pete yake ya muhuri mkononi mwake, akaitia mkononi mwa Yusufu, akamvika mavazi ya kitani nzuri na kumtia mkufu wa dhahabu shingoni mwake. Akampandisha katika gari lake la pili alilokuwa nalo, na watu wakapiga kelele mbele yake, pigeni magoti. Hivyo akamweka juu ya nchi yote ya Misri. Farao akamwambia Yusufu,
mimi ni Farao, na bila amri yako mtu asiinue mkono wala mguu katika nchi yote ya Misri. Farao akamuita Yusufu Safenat-Panea, akamuoza Asenati binti Potifera kuhani wa Oni kuwa mkewe. Yusufu akaenda huko na huko katika nchi yote ya Misri. Naye Yusufu alikuwa mwenye miaka 30 aliposimama mbele ya Farao mfalme wa Misri. Yusufu akatoka mbele ya uso wa Farao, akapita katika nchi yote ya Misri. Amen. Na hili ndio neno la Mungu. Tutulie tuombe. Mungu Mwenyezi, na libarikiwe na kutukuzwa jina lako takatifu. Mbingu nazo nchi zimejawa na utukufu wako. Sasa usikie sala na dua na maombi yetu katika mafungo yetu haya. Bwana, utubariki sasa na daima. Ninaomba ulitume neno lako nalo halitakurudia bure, litimize na makusudi yake katika maisha yetu. Tubariki Mungu Mwenyezi kuingia na kutoka kwetu, kwa jina la Baba na Mwana na Roho Mtakatifu, na useme nasi. Amen. Wapendwa mabibi na mabwana, tunapoangalia juu ya misimu na kusudi katika maisha ya Yusufu, leo tunahitimisha angalau kwa uchache, na hapa inabidi ni summarize pia, kwa sababu pia muda wangu haunitoshi na somo letu bado ni refu. Ninawakaribisha katika dakika 40 za darasa asubuhi ya leo. Na leo tunaangalia, somo la leo ni soko la ajira ya fikra Afrika. Soko la ajira ya fikra Afrika. Soko la ajira ya fikra Afrika. Na hapa tunauliza swali, umeajiri fikra au vyeti? Umeajiri kwenye kampuni yako, wale ambao na makampuni mna mataasisi, umeajiri fikra au umeajiri vyeti? Unatumia watu wenye fikra au unatumia watu wenye vyeti? Lakini wale walioajiriwa ni nesi, ni daktari, mwalimu, taaluma mbalimbali, wanajeshi, nataka kuuliza, umeajiriwa kwa sababu ya vyeti au umeajiriwa kwa sababu ya fikra? Na hili ni somo la muhimu sana kabisa la kutafakari katika Kwaresma hii, kwa sababu kuna dhambi na makosa tunayofanya, na wakati mwingine tunaishia kulalamika na kufilisika. Hii ni Kwaresma. Mabibi na mabwana, ninaomba kutoa hoja za kitheolojia na kifalsafa zinazoleta maudhui na muktadha wa maandiko ambayo nimesoma. Sitaki kufanya revision au kurevise maandiko ambayo nimesoma kama ambavyo tumekwisha kusoma. Kwanza, hoja ya kwanza, uchumi wa bara la Afrika ulikuwa unaongoza duniani kwa sababu ya ajira ya fikra na sio vyeti. Soko la ajira ya fikra, soko la ajira ya fikra Afrika. Uchumi wa bara la Afrika ulikuwa unaongoza duniani kwa sababu ya ajira ya fikra na sio vyeti. Soko la ajira ya fikra Afrika. Farao mfalme wa Misri alipotafsiriwa ndoto yenye tija na maslahi mapana ya nchi, alimwajiri hapo hapo, haraka, upesi, bila kuangalia makaratasi yoyote ambayo Yusufu anayo au hana. Alipopata tafsiri, aliwaambia watumwa wake, mawaziri na wengine walioongoza pamoja naye, na Potifa mkuu wake wa majeshi, ambaye Yusufu alikuwa ana kesi ya kusingiziwa ubakaji na mke wa Potifa. Aliwaambia waziwazi, tupate wapi tena mtu kama huyu? Na haraka sana akamwajiri kwa sababu ya fikra. Kilichomsababisha Yusufu kuajiriwa na kupewa nafasi katika serikali ya Misri wakati ule ni fikra. Na huyu kiongozi Farao alikuwa ni miongoni mwa viongozi wachache duniani waliokuwa wanaamini juu ya fikra. Lakini pia bara la Afrika lilikuwa linaangalia soko la ajira ya fikra zaidi. Lakini leo kuna tofauti kubwa, kuna soko kubwa la vyeti, ajira ya vyeti. Hiyo ndio ambayo inaongoza Afrika,
na imesababisha Afrika kuwa maskini. Sasa hii ni reflection ndogo tu. Uchumi wa bara la Afrika ulikuwa unaongoza duniani kwa sababu ya ajira ya fikra. Kwa sababu ya ajira ya fikra, sio veti, sio veti. Ni kwa sababu ya ajira ya fikra na soko la ajira ya fikra Afrika. Farao alipotafsiriwa tu ndoto, yeye hakuhangaika kumwambia leta nida yako, pasipoti uliingiaje nchini. Haraka sana akamtuma na akaenda akamtuma kuwa kiongozi, kamwajiri right now. Lakini nazungumza nini? Ndoto ambayo Yusufu alitafsiri ni ndoto yenye mustakabali wa kitaifa. Ndoto ambayo Yusufu alitafsiri yenye mustakabali wa kitaifa. Alimteua na kumtangaza Yusufu kuwa waziri mkuu wa Misri bila kufanya uhakiki wa vyeti, uraia, makosa ya kijinai, sifa njema mtaani, kwenye jamii na historia ya familia yake. Unaweza ukaangalia kielelezo kinachoonekana pale na ukaangalia alimteua right now. Anamvalisha pete ya kifalme yenye muhuri na maamuzi makubwa ya nchi mbele ya ule umati pale kwenye National Stadium pale. Ni kama ile square ya Marekani pale ambako anaapiziwa marais wengi wa Marekani. Hao wameitengeneza vizuri kweli hawa jamaa. Pale ndiko ambako Farao publicly anamtangaza kuwa waziri mkuu right now, sasa hivi, baada ya kutafsiri ndoto. Akamvalisha na mavazi ya kifalme mbele ya Potifa na mbele ya mke wa Potifa ambao wamefaili kesi mahakamani, na mbele pia ya jaji mkuu wa nchi ambaye pia ana faili na majaji wenzake kwa kesi za jinai. Na Yusufu alikuwa ni mfalme, alikuwa ni mfungwa aliyefungwa kwenye magereza na kwenye sero za kifalme. Yaani ni wale wafungwa ambao unaona barabarani wanasindikizwa na ving'ora na ulinzi mkali. Ndivyo alivyokuwa Yusufu. Lakini once alichokiangalia Farao ni fikra. Kuajiri fikra ni falsafa ya awali kabisa ya bara la Afrika. Kuajiri fikra ni falsafa ya awali kabisa ya bara la Afrika. Hii ilipelekea Afrika kulisha dunia ya wakati huo kwa fikra za Yusufu. Kama mnavyokumbuka, yeye aliweza kuilisha dunia kwa miaka 7 kwa sababu ya fikra. Uzalishaji upo kwenye fikra na sio vyeti peke yake. Ni makosa makubwa kuhamisha uwezo wa kuzalisha ukaangalia vyeti peke yake na kuangalia shule mtu alizosoma na university zenye credential, kwamba huyu mtu amesoma university ipi, ina jina gani, Stavanger au amesoma UDSM au amesoma university gani amesoma, London, amesoma Oxford University, amesoma university ipi, na kuangalia credential ya university na jina la university kwa sababu ya muhuri wa university, na ukamwajiri huyo mtu kwa sababu ya vyeti. Na mimi nataka ni kuuliza asubuhi ya leo, umeajiri fikra au umeajiri vyeti? Umeajiri fikra au umeajiri vyeti? Ni nini ambacho watu wengi ambao wanaingia kwenye hasara kubwa kwenye kampuni, unaanguka kibiashara, unaondoka kwenye soko, taasisi inakufa, taasisi binafsi, taasisi za serikali, taasisi za dini zinakufa, ni kwenye kampuni yako. That is the question unapaswa kujiuliza. Umeajiri fikra au umeajiri vyeti? Umeajiri fikra au umeajiri vyeti? Huyu mtu kwa sababu amesoma School of Economy UK, unafikiri kwamba ndiye anaweza kufaa kuliko wa darasa la 7 anayeweza kuwa na fikra ya uzalishaji? Unawaza hivyo? Sasa hii ndio changamoto tulionayo leo, na hii Kwaresma lazima tuangalie vizuri katika maisha yetu ya kawaida, na hasa tunapoangalia mambo ambayo kimsingi tumejiwekea kwenye maisha ya kwetu. Ni fikra
au ni vyeti ambavyo tunaviajiri leo? Ni kutoka university zipi ambazo tunazungumzia mtu anayeweza kufanya kazi, mtu anayeweza kuzalisha, mtu anayeweza kufanya kampuni, taasisi ikaendelea, mtu mwenye majibu katika biashara yako, katika kampuni, katika taasisi. Ni nani ambaye unamwangalia? Lakini vipi kuhusu uhakiki wa Yusufu kama angeundiwa tume ya uteuzi ili kumhakiki, kumfanyia vetting or personal critical evaluation? Angefaa kwa nafasi ya waziri mkuu? Angefaa kama angefanyiwa vetting, kama angefanyiwa personal critical evaluation, tathmini ya kumtathmini, kamuundia kamati ya uteuzi, angefaa kuteuliwa? Bila shaka angegundulika kwamba hafai, asingefaa kwa nafasi hiyo. Hafai kwa sababu kadhaa. Kwanza, wangegundua sio raia wa Misri. Wangegundua tu kwamba huyu si raia wa Misri, na nafasi kubwa kama ya waziri mkuu hatuwezi kumpa mgeni ambaye si mzawa. Kwa hiyo kwanza angekuwa hawezi kukubalika. Jambo la pili, wangegundua kwamba ni mtumwa. Wangegundua ni mtumwa, kwamba hafai kwa sababu ni mtumwa. Lakini angegundulika kwamba ana kesi ya ubakaji na unyanyasaji wa mke wa mkuu wa majeshi ya nchi, yani mke wa Potifa. Kwa hiyo hafai. Kamati ingegundua. Lakini pia kamati ingeona hajasoma chuo cha uongozi kinachotambulika. Hajasoma Mzumbe, hajasoma chuo cha uongozi. Kwa hiyo hawezi kupewa nafasi kubwa namna hiyo ya uongozi. Hajaenda Mzumbe, hajapita Mzumbe, anawezaje kuongoza? Kesi yake iko mahakamani. Wangegundua kesi yake iko mahakamani, na sio vizuri kwa mujibu wa katiba kuingilia mahakama. Umeona hoja hizo za msingi ambazo angeweza kuzijenga, na mheshimiwa jaji mkuu angekuwa pale. Kwa hiyo kwa mujibu wa makaratasi na vyeti hafai kimfumo kabisa, hafai kimfumo, angekuwa hafai. Na unaweza ukaangalia reflection yetu hapa ya kamati ya uteuzi na makaratasi mengi mezani, na jinsi ambavyo wanafikiri na namna ambavyo inaonekana isingefaa. Personal critical evaluation, vetting committee na mapepa yale yote pale, wanagundua kwamba sio raia, ni mtumwa, tena mbakaji, ana kesi, hawawezi kuingilia mahakama, alafu chuo alichosoma hakijulikani, hajasoma, na nchi ilikuwa imestaarabika. Nimesema wakati ule Misri ndio ilikuwa inaongoza kwa elimu. Library ya kwanza ni Misri, teknolojia ya maandiko Misri, wasomi wa kwanza kutoka Misri. Kila kitu kimeanzia pale. Kwa hiyo ulimwengu uliokuwa umeendelea sana, na wasingeweza tu kuchukua mtoto wa Yakobo from nowhere, hajasoma, baba yake ni pori kwa pori, alikuwa analinda, wa maisha yao yameanzia kufanya kazi kwa mjomba wake, kwa Laban, wamekaa pori kwa pori. Halafu leo anakuja kuwa ghafla. Fikra, soko la fikra. Na hii ndio taabu ya Afrika leo, na huu ndio umaskini na ufukara wa Afrika, kwa sababu hawatumii fikra na hawaajiri fikra, na wameondoka kwenye msingi. Hii ni Afrika. Hii inayoonyesha hapa, naomba urudishe hiyo reflection. Hii inayoonyesha hapa ni Afrika mapema. Afrika zamani ilikuwa hivi, na Afrika ya zamani iliufikia ulimwengu kwa namna hiyo, na kuulisha ulimwengu na kuilisha dunia kwa sababu ya fikra. Na pale ambako Afrika imekuja kubadilishwa, sijajua kama ni wakoloni walivyokuja wakaleta ujinga, wakasababisha kuamini makaratasi na vyeti na kuondoa fikra. Lakini kule kwao Ulaya na Marekani hakuna makaratasi, kuna fikra. Watu wanaangalia juu ya fikra. Sasa hii ni jambo la kuangalia vizuri. Maisha yana changamoto nyingi ambazo zinaweza kutatuliwa na fikra sahihi, haijalishi huyo mtu yukoje. Pengine fikra sahihi au fikra zao sahihi ndizo zimeharibu sifa yao. Unaweza ukafanya personal critical evaluation ya mtu ukamwona hafai. Kama Yusufu angefanyiwa vetting committee, kamati ya uteuzi, wakimkalia kikao kimoja tu,
wanaandika ripoti yake kwamba hafai. Na inawezekana kuna watu tunawakataa kwamba hawafai, lakini hawafai kwa sababu ya fikra zao sahihi. Pengine fikra zao sahihi ndio zimeharibu sifa yao mtaani, ambayo unafikiri kwamba hawafai. Au wana fikra sahihi mno kiasi kwamba huko mtaani fikra zao ni sahihi na mtaani kuna fikra mbovu. Kwa hiyo lazima wale ambao wenye fikra mbovu wamwambie, bwana, hebu nenda kakae kwanza magereza, maana yake unaona unatuzingua. Na hivyo ndivyo ambavyo Yusufu alifanyiwa. Mungu hakuwaita waliokamilika, ila aliwakamilisha wale aliowaita. Mungu hakuwaita waliokamilika, ila aliwakamilisha wale aliowaita. Unqualified people. Mungu ni Mungu anahakikisha wale ambao ni unqualified, anahakikisha wanakuwa qualified. Yeye mwenyewe anawahakikishia kwamba wanafaa. Na nimesikia makofi machache pale. Mungu hakuwaita waliokamilika, ila amewakamilisha wale aliowaita. Aliwakamilisha watu wachache. Musa alikuwa na kesi ya mauaji wakati Mungu anamtuma Musa kwenda kuokoa Israeli, na wakati Mungu anamtokea Musa katika kijiti kinachowaka bila kuteketea, Musa alikuwa na kesi ya mauaji, alikuwa na mada kesi. Na fikra yake ndio ilimletea mada kesi. Nataka unielewe sawa sawa. Kuna watu tunaweza tukaangalia tukasema hii nafasi inamfaa mtu fulani, lakini awe hajawahi kupata criminal case, hajawahi kufungwa, yani nataka nikuambie, tukiwatafuta hao kwenye Biblia tutapata hata mmoja atakayefaa, kuanzia kitabu cha Ufunuo, kuanzia kitabu cha Mwanzo mpaka kitabu cha Ufunuo. Kama tungesema tunamtafuta Musa atakayekuwa mkombozi wa wana wa Israeli, atakayekawanya bahari ya Sham, atakayeandika Torati, lakini awe hajawahi kupatikana na kesi polisi, umemkosa Musa. Umemkosa Musa. Hivi tunaelewana sawa sawa? Na kumbe kwenda kwake polisi au kwenda magereza kwa Musa au kupata kesi ya mauaji ni fikra zake sahihi. Fikra zake sahihi za kwamba ni kiongozi alimwataki na kumpiga Misri kwa sababu alikuwa anajaribu kuwa muamuzi, ana ile spirit, ana ile mamlaka, ana feel uongozi, anasikia kuwa muamuzi wao. Anasikia hivyo kutoka ndani. Na fikra yake sahihi ndio imemletea kesi ya mada kesi. Sasa hizi ndio shida ambazo tunazo mtaani. Okay. Lakini Petro amewahi kufungwa magereza na Wayahudi. Fikra zake sahihi. Kwanza alikuwa mvuvi wa samaki, pili amefungwa several times, na wakati mwingine mpaka malaika wakaja wakamfungua Petro. Kama tungetafuta askofu, papa, tukasema kanisa tunakaa kikao, tunamtaka mkuu wa kanisa, tunamtaka pop, naomba urudishe hiyo picha pale, tunamtaka pop, lakini awe hajawahi kupata kesi, tungemkosa Petro na kungekuwa hakuna kitu kinachoitwa Saint Peter. Excuse me. Sijui naongea na watu wangapi leo, lakini najua kuna watu ambao ninazungumza nao duniani kote. Hebu punga mkono pamoja na mimi. Tumekaa halmashauri kuu, tunamtaka askofu, lakini tumpate askofu ambaye hajawahi kupata kesi, hajawahi kufungwa. Fikra za Petro za kulisimamia kanisa ndizo zilizomsababisha kwenda magereza, na mpaka mbingu zikaingilia kati, malaika akaja akamfungua katika minyororo, akamtoa makaratasi. Hiyo ndio shida ya makaratasi. Lakini Paulo alifungwa mara kadhaa magereza mbalimbali. Magereza mbalimbali. Kama leo tunamtafuta mhubiri wa kimataifa, na Paulo ndiye ameandika nyaraka nyingi kuliko watu wengine wote, na kanisa linaishi katika nyaraka za Paulo, na hata foundation ya imani ya kanisa la Kiluteri, tunaokolewa bure kwa neema, justification by faith, ni injili na falsafa na theolojia ya Paulo. Makofi mengi yanaweza kupigwa pale. Kwa hiyo kungekuwa hakuna Lutheran hapa, lakini Paulo amekuwa kwenye vifungo vingi tu, amefungwa nafikiri kuliko watu wengine wote. Mabibi na mabwana, Yesu Kristo alituhumiwa na kuhukumiwa kifo zamani za Pontio Pilato. Zamani za Pontio Pilato. Sifa yake tukimuundia searching committee, vetting committee,
tutagundua kwamba Yesu aliwahi kupata kesi mbaya, akakataliwa na watu wote waliomzunguka kwenye jamii, na akahukumiwa kufa kwa msalaba wakati wa Pontio Pilato. Ukimtafuta huyu mwajiri, husubutu hata kumwajiri. Akawekwa katikati ya majambazi wawili. Lakini kimemfikisha wapi hapo? Fikra zake sahihi ndio zimemfikisha hapo. Kwa hiyo kuna wakati mwingine tunawakosa watu walio sahihi kwa sababu ya kufikiri juu ya mtu huyu, tukimwangalia na baba yake ametokea baba yupi, mama yupi. Ukitafuta baba na mama wa mtu, hautaweza kuamini hata siku moja. Hautagundua, hautajua, hautafahamu, hautaelewa. Huwezi kupata kile ambacho ni sahihi. Lakini tumefikia hapo. Sasa Afrika imebakia hapo. Ni falsafa mfu. Hiyo ni falsafa mfu ambayo nafikiri kama ililetwa na wakoloni, mimi sielewi, lakini ni falsafa mfu sana. Kwa hiyo nataka kujua tu, kwenye kampuni yako umeajiri fikra au umeajiri vyeti? Umeajiri fikra au umeajiri vyeti? Umeajiri nini kwenye kampuni yako? Tunaposema fikra zinaweza zikamweka mtu mahali, labda hata kabla sijaendelea mbele, fikra sahihi za Nelson Mandela zilimweka magereza miaka 27. Angetoka magereza leo tukataka kumtafuta rais wa nchi, tungesubutu kumchagua? Faili lake lingeonyesha ana kesi za jinai, lakini ni fikra zilimweka hapo. Sasa hii ni shida. Nafundisha somo gumu kidogo leo. Hebu punga mkono pamoja na mimi. Sasa nataka kujua kimsingi this morning, hivi wewe kwenye kampuni yako umeajiri fikra au umeajiri vyeti? Na wewe umeajiriwa kwa fikra au umeajiriwa kwa vyeti? Na unapokea mshahara kwa sababu ya fikra au unapokea mshahara kwa sababu ya vyeti? Ni makosa makubwa mtu kuamini ya kwamba baada ya kusoma umesoma university ipi, kwa hiyo nikiondoka hapa na hii credential, kampuni itakuwa inalipia hivi vyeti. Na makampuni mengi yanalipiaga makaratasi na analipia credentials za university. Amesoma university gani? Amesoma university ipi ya watu wenye IQ? Vichwa vimetoka wapi? University ipi ya Marekani? University ipi ya Ulaya? University ipi ya India? University ipi ya bara la Afrika? Quality ya hiyo university. Na unaweza ukalipia jina la chuo kikuu, ukalipia makaratasi, ukalipia credential, ukalipa na GPA, namna ambavyo amefaulu katika ufaulu wake, lakini ukakosa kuajiri na kulipia fikra. Bahala ni kwamba makaratasi hayawezi kuzalisha, lakini fikra ndizo zinazoweza kuzalisha. Ningesikia makofi mengi ya shangwe. Haleluya! Pigie tena Bwana makofi yanayoeleweka. Haleluya! Fikra ndio zinazozalisha na wala si makaratasi yanayoweza kuzalisha. Mimi nilikwenda juzi, nilikuwa mgeni rasmi kwenye shule moja inaitwa Kriston huko Kisarawe, na nilishangazwa. Na hiyo ndio ninayozungumza kwamba kuna haja ya kuajiri fikra. Nilimwona mwalimu mkuu ambaye alipokea shule ikiwa na alianza sio kupokea, alianza from the scratch, na wanafunzi walikuwa 70, lakini siku tunafika pale kwa graduation wanafunzi walikuwa wanaelekea 700. Shule iko porini huko Kisarawe, far away, mbali. Lakini niliitwa pale kwa sababu watoto walikuwa, hiyo form 4 ya mwaka 2025 walikuwa 100 darasani, na watoto wote wamepata division 1. Wote wamepata division 1. Alafu katika hao 100 wanafunzi 67 wamepata single digit, wamepata alama ambayo yani division 1 ya mpaka 0.9 mpaka 0.9. Zaidi karibu wanafunzi 60 na wamepata hiyo single digit, division 1 ya single digit. Nikashangazwa na mwalimu mmoja wa somo la hesabu ambaye katika wanafunzi 100 hao waliopata division 1,
somo lake la hesabu, wanafunzi 75 out of 100 wamepata A kwenye somo la hesabu. Hayo makofi yatoshe, mwache dharau. Sasa unaweza kuangalia nini? Nikaona wazazi tuliamka, tukaenda tukamtunza, tukampa fedha nyingi tu, tunamtia moyo. Moja ya testimony iliyokuwepo hapo, mwanafunzi ambaye amepata A na kupata division 1 ya 0.7, 1 ya 7 na kupata A ya hesabu. Alipokuja, alitoka kwenye shule nyingine akahamia pale form 2, na alipofika pale shuleni katika interview ile kupewa interview ile ya join kwenye ile shule, somo la hesabu alipata 30. Lakini mwalimu akamwambia, mwalimu mkuu akasema hapana, huyu hatuwezi kumpokea kwa sababu priority yetu hapa si masomo ya sayansi. Lakini yule mwalimu wa hesabu akasema nipe nafasi, nitamnoa. Na yeye ndiye alikuwa ameongoza katika somo la hesabu. Hiyo sio cheti. Hiyo sio cheti. Hiyo ni fikra. Hiyo sio cheti wala kuajiri kwamba ametoka shule ipi, amesomea university ipi. Hapana. Ni fikra ndio inayoweza kuleta impact katika maisha ya watu walio wengi. Na mimi nataka niulize tu swali asubuhi ya leo. Hivi wewe unalipia vyeti au umeajiri fikra? Fikra. Mabibi na mabwana, hapa tunapokwenda kwa sasa, dunia inakoelekea kwa sasa, ajira itakayokuwepo ni ajira ya fikra, sio ajira ya vyeti. Kwa hiyo ni muhimu sana, na nashukuru sana pia ninaona hata taaluma zetu, hata Wizara ya Elimu inabadilisha sana taaluma yake kwenda kwenye fikra, kutoka kukariri kwenda kwenye fikra. Ni jambo la msingi na ni jambo ambalo linaweza likaleta tija katika maisha ya watu walio wengi. Washindi wachache waseme amina. Kwa hiyo mimi nafikiri kwamba ongeza sana kiwango cha fikra, wasaidie watoto wako katika fikra, peleka watoto wako kwenye vituo mbalimbali vinavyoweza kujenga fikra, tengeneza fikra wewe binafsi. Kama umeajiriwa, pata nafasi ya kutengeneza fikra zaidi, na jitahidi pia kutumia watu wenye fikra zaidi kuliko kuhangaika na makaratasi. Sijadharau na sintadharau elimu, na nimelipa na kusomesha watu, na nimelipa. Nafikiri kama kuna pocket, yani kama kuna binadamu aliyejitahidi kusomesha hapa Afrika kwa kutumia hela ambayo sio harambee ya kwangu binafsi, nimesomesha zaidi ya watoto 200. Na heshimu elimu, lakini nafundisha juu ya fikra. Nimepay a lot of money kwa ajili ya elimu. I know thamani ya elimu na ninajua thamani ya elimu, lakini elimu izalishe fikra. Tumpigie Bwana makofi mengi ya shangwe. Haleluya. Oh my God, muda wangu. Hoja ya pili, hoja ya pili na ya mwisho, hii najitahidi kwenda nayo haraka. Aina mbili za uongozi, lakini wewe uko wapi? Kuna aina mbili za uongozi, wewe uko wapi? Kuna Pharaoh choleric type of leadership. Pharaoh choleric type of leadership, kiongozi anayetatua matatizo ya watu, kiongozi anayeota shida za watu na kutafuta njia sahihi ya kuwatoa katika hayo matatizo watu anaowaongoza kwenye taasisi yeyote. Na unaweza ukaona hapa jinsi Farao aliota juu ya njaa. Amelala usiku, anaota matatizo ya watu. Unaweza kuona? Huu ndio uongozi uliokuwa unaangalia na kuwaza juu ya matatizo ya watu. Na huu uongozi ulikuwa ni sifa ya bara la Afrika tokea Farao. Hapa Farao amelala usiku, lakini anaota njaa, anawaza, anafikiri juu ya njaa na juu ya watu wake. Uongozi ulikuwa ni sifa kubwa katika bara la Afrika. Lakini kuna aina ya pili ya uongozi katika Biblia. Mimi nazungumza katika Biblia hapa. Sizungumzi aina za uongozi kwenye vyuo vya uongozi na falsafa za uongozi na watu wenye PhD yao ya uongozi according to the Bible. Kwenye falsafa ya theolojia na theolojia na falsafa ya Biblia. Lakini hapa kuna aina ya pili according to the Bible, ni Daudi, sanguine type of leadership. David au Daudi, sanguine type of leadership. Kiongozi anayetumia watu walioko chini yake kama starehe na kasumba au kasumba ya fahari. Ndivyo Daudi alivyomchukua mke wa Uria Mhiti na kumuua Uria. Yaani Daudi
watu wanapigana, nchi ipo kwenye tatizo la kivita, na Uria ni askari wake wa mstari wa mbele, anapigana vita. Daudi anapita kwenye paa, anapunga upepo jioni, na akamuona mwanamke anaoga akiwa uchi, akapiga chabo kwenye bafu hizi za passport size. Nafikiri alikuwa anapita kwenye uswahili wetu huu kama huu wa kwetu tu, hapa kwetu nisipataje sana, lakini hapa kwetu tuna aina hiyo pia ya mabafu bado. Kwa hiyo anapita, anapiga chabo. Nchi iko kwenye vita, thinking yake hala haipo kwenye vita, thinking yake inapiga chabo. Daudi sanguine type of leadership. Akachukua yule mwanamke, na alipojulikana kwamba huyu mama amepata mimba au ujauzito wa mfalme, Daudi aliamuru ya kwamba alimwekea mizengwe na akamuua mume wake kwa upanga wa wana wa Amoni. Jambo hili lilikuwa ni chukizo mbele za Mungu. Kwa hiyo Daudi alikuwa ni miongoni mwa watu ambao wanaongoza katika sanguine type of leadership, kuwafanya watu, kuwatumia watu walioko chini yake kama starehe ya kasumba ya ufahari. Sasa vipi mkuu wako wa idara, yeye ana aina ipi au ni aina ipi ya uongozi? Na kabla sijazungumza mkuu wa idara, ninasikia ndani nifafanue sawa sawa. Daudi kilichomuingiza kuwa kiongozi, kuwa mfalme, mpaka anakuwa president wa Israeli, sifa yake ni kutatua tatizo. Alimuua Goliati wakati nchi imeshindwa, majeshi ya Sauli yameshindwa. Lakini kitu cha ajabu, alipoingia kwenye kiti akasahau kwamba anapaswa kutatua matatizo ya watu kuliko kuwatumia watu kama starehe. Ndio ile tunasema pata hela au pata fedha, tujue tabia yako. Hiyo nataka niweke hoja hiyo ya msingi, manake mimi ni mwanafalsafa na ni mtu wa hoja na reason na argument pia vile vile. Kwa hiyo nataka nikuambie, Daudi alipomuua Goliati hakuwa mfalme, alikuwa ni kijana ametoka kuchunga kondoo kabisa kutoka porini, na alitumwa na baba yake, hakuwa mfalme. Alitatua tatizo ambalo lilimsababisha kuwa president wa nchi, likampa kuwa mfalme. Alipokuwa mfalme akawatumia watu kama starehe badala ya kuendelea kutatua tatizo, kwa sababu ya aina ya personality aliyokuwa nayo. Yeye alikuwa ni sanguine, lakini Farao alikuwa ni choleric type. Kwa hiyo kuna tofauti kati ya choleric type of leadership na sanguine type of leadership. Kuna tofauti. Na wewe nataka nikuulize sasa, vipi mkuu wako wa idara ni wa aina ipi? Ni Farao anayetatua matatizo, au ni Daudi anayewatumia watu kama starehe yake binafsi? Unaweza ukaona ni nini hasa. Angalia pale, vipi mkuu wako wa idara katika idara unayofanyia kazi, na viongozi wanaokuongoza kwenye taasisi? Ni Farao anayetatua matatizo ya watu, mpaka kilala usiku anaota watu wana njaa, ana sense njaa ya miaka 7 kabla haijaja, problem ya 7 years to come, miaka 7 ijayo. Huyo mtu anaweza kalala kwenye fikra zake, ana sensa. Fikiri ni moyo wa namna gani wa kutatua matatizo. Kama tungepata viongozi kama hawa, Mungu atusaidie. God do it again, God do it again, hallelujah. Lakini Daudi anayewatumia watu, naomba urudishe pale. Daudi yeye anawatumia watu kama starehe yake binafsi. That's the problem. Hii ni aina mbili za uongozi tulizo nazo, na hii ni sanguine type of leadership. Ya Daudi ni sanguine type of leadership, lakini ya Farao ni choleric type of leadership, ambayo actually hii hata saikolojia na viongozi wote duniani wamesoma, watu waliosomea uongozi they know juu ya type hizi za uongozi. Sasa Daudi ndivyo alivyofanya, na ninauliza sasa, vipi kuhusiana na mkuu wako wa idara? Mkuu wako wa idara yukoje? Labda nipende kusema hivi ili uweze kuelewa sawa sawa. Binti mmoja niliyemhudumia kwa machozi mengi, na naamini Mungu ataendelea kumpigania katika maisha yake yote. Alipata majeraha, alikutana na msimu. Ni mtoto, baba yao alifariki, mama akamsomesha yule mtoto kwa shida mpaka amepata degree ya ualimu vizuri, akagraduate, akaajiriwa kwenye shule moja ya sekondari. Ni mwalimu mzuri,
Lakini baadaye yule mama ambaye ni mjane akaugua, na ana mtoto huyo mmoja, a very single girl. Akamwomba mwalimu mkuu, ni binti hajaolewa. Mwalimu mkuu, naomba hebu niruhusu, ninakazana hii wiki curriculum zangu, lakini naomba uniruhusu, mama yangu yupo mahali pagumu mno, naomba wiki moja tu niende nikamrasha hospitali, ni kijijini, namfuata. Mwalimu mkuu, headmaster, mwalimu mkuu akamwambia, wiki moja itatosha, mimi naweza nikakupa mwezi, lakini kwa makubaliano maalum. You know what? Ni kiongozi anayetumia watu kama starehe yake. Akamwambia, kunikubalia tukafanya mapenzi, mimi nakuruhusu kwa miezi 3 na nitakava hizo nani zako zote. Binti anampenda mama yake, akamkatalia siku ya kwanza. Akaenda akazungumza na mwalimu mwenzake, akamwambia, mwenzangu, wewe unakuaje? Yule mkuu unasafiri na kuona unasafiri, unafanya biashara zako, unaenda huku, unasafiri hata wiki 3. Akamwambia, jiongeze hapa mjini. Akamwambia, kwani inakuaje? Akamwambia, yule mtu mwenyewe dhaifu mwenzangu, kwa hiyo kama amekuambia hivyo kubali. Yule dada afanye nini? Akakubali, maskini ya Mungu, kwa sababu ya upendo wa mama yake. Nataka nikuambie hizo personality za uongozi. Alipoenda akamkubalia, ni kweli walifanya ngono hizo za rushwa. Alipotoa ngono ya rushwa, akaondoka kwenda kumtibu mama yake. Anasema, nikiwa kule wiki ya pili nagundua kwamba nimepata ujauzito wa huyo mwalimu mkuu. Lakini baadaye nimerudi na ujauzito, namwambia, ananiambia, tusijuane. Ananiambia, mchungaji, isivyo bahati mama yangu pia alifariki. Baada alipolazwa hospitali hakutoka. Nilimaliza msiba wa mama yangu, narudi kazini, baada ya miezi 3, miezi 4, naanza kliniki, naanza kukuta kwamba pia nina matatizo ya maambukizi. Najifungua mtoto mlemavu ambaye anahitaji uangalizi maalum. Huyo ni mtu mmoja ameharibu kila future. Choleric, hiyo sanguine type of leadership, kutumia watu kama starehe binafsi, never. Lakini nikamhudumia mtu mwingine, naye ni msichana, ni yatima, hana baba hana mama. Yeye amesoma masomo ya udaktari wa binadamu, na alipokuwa kwenye internship program akakutana na profesa akamwatendi vizuri sana kwenye ile hospitali aliyokuwa anafanyia hiyo internship yake ya udaktari. Akamwatendi vizuri sana. Akamaliza pia programu yake, akiwa anahitimisha akamwambia, nimeona wewe una brain kubwa sana, nina mtoto wangu pia ambaye ni kama mko pamoja, yeye yuko mwaka mmoja nyuma yako, ni mvulana, lakini nilikuwa nataka masters program niwatafutie. Kwa hiyo akamtafutia masters program Ulaya, akamtafutia hiyo program ya masters Ulaya vizuri, akaapply na kwa mtoto wake wa kiume akakosa. Yule binti ambaye ni yatima, hana baba hana mama, amelelewa na bibi mzaa mama, akapata. Profesa akamsimamia hapa. Kulikuwa kuna mambo ya kulipa, sijui tiketi, unajua hizo scholarships zina masharti yake, kuna baadhi ya kosti ambazo unapaswa kulipa. Profesa akahakikisha amelipa zile kosti zote, akampeleka yule mtoto kwenda Ulaya. Akamaliza program ya masters, akamsaidia tena profesa, akalinki na university nyingine ikamsaidia program ya PhD, akamsaidia. Yule binti ananiambia, saa zote nasubiri kwamba sasa ukisikia kimada, ukisikia kuwa mchepuko wa profesa, mimi ndiye nitakayekuwa kimada. Yaani mimi sijui naenda wapi. Baadaye mtoto wake akaja akapata nafasi akasoma, na yeye akawa yuko kwenye masters program, baadaye naye akajoin kwenye PhD program. Unajua yule ni firstborn wa profesa, mvulana. Alafu yule dada akasema labda akaniambia, mchungaji, na mimi nikajiongeza nikasema labda ameniandaa kwa sababu naweza kama yeye hanitaki, na nikimwangalia profesa hana mpango na mimi, lakini pengine ameniandaa kwa ajili ya mtoto wake. Wema huu hauwezi kutendeka bure, talipa nini? Kwa hiyo akapata mchumba, hasubutu kusema. Amepata mchumba, hasubutu kusema. Anasema nitamuudhi profesa. Apata profesa mwenzake. Baadaye tena amepata mzungu. Unajua baadaye kitu cha ajabu, yule mtoto wa mvulana firstborn wa profesa akapata
mchumba akataka kuoa, profesa akamtextia message akamwambia, wewe ni dada mkubwa, mtoto wangu anaoa, na kuomba tafadhali uje, wewe ni mtoto wangu wa kwanza kwenye familia yangu. Hakuamini, hakuelewa, akajua kumbe sasa sikuwa kimada, sikuwa mchepuko, na sikuwa andaliwa kuwa mwali, ni kiongozi, my God, anayetatua matatizo ya watu. Na yeye akamwambia, Profesa Marai, na mimi nakusurprise, nina mchumba wangu mzungu nakuja naye. Akaja, akasimamia, akavalishwa pete, akasimamia harusi ya mdogo wake. Leo ananiambia, mchungaji, Ulaya, profesa Mungu alimjalia uzao, alikuwa na watoto 9. Kwa hiyo katika watoto 9, watoto 5 wa huyo profesa nimewasaidia, wako nchi mbalimbali, na nimehakikisha tuko pale. Christmas tukija, mimi ndio firstborn nyumbani, na nimejiona hata sijawahi kufiwa na baba wala mama. Mngempigia Bwana makofi mengi ya shangwe, haleluya. Na tunamuita babu, na I feel it. Tupate wapi tena mtu kama huyu? Wako wapi watu wachache ambao wananielewa sawa sawa? Tupate wapi tena mtu kama huyu ambaye Roho wa Mungu anakaa ndani yake? Mabibi na mabwana, life is longer than a season. Maisha ni marefu kuliko msimu. Life is longer than a season. Mtu yoyote anaweza kuwa yeyote, na hili nataka uniangalie sawa sawa. Mtu yeyote anaweza kuwa yeyote. Mwalimu yoyote anaweza akawa mwalimu mkuu. Nesi yoyote anaweza kuwa mkuu wa kitengo cha nursing. Daktari yoyote anaweza akawa mkuu wa kitengo cha udaktari kwenye department ya hospitali yoyote. Anaweza akaongoza daktari yoyote. Raia yoyote anaweza akawa waziri mkuu, na raia yoyote pia anaweza akawa rais wa nchi. Lakini pia padri yoyote anaweza kuwa askofu, na mchungaji yoyote anaweza akawa askofu. Yeyote anaweza kuwa, yeyote anaweza kuwa wakati wowote. Life is longer than a season. Usiwamiliki watu, wala usiwafanye watu kuwa starehe yako, wala kuwafanya watu kuwa kasumba. Yeyote anaweza kuwa. Askari yoyote anaweza kuwa OCD kabisa. Askari yoyote anaweza akawa RPC. Askari yoyote anaweza akawa RPC. Anaweza kuwa askari yoyote, anaweza kuwa meja, anaweza kuwa general, anaweza kuwa meja, anaweza kuwa mkuu wa majeshi, anaweza kuwa askari yoyote, anaweza kuwa. Usiwamiliki watu, usiwafanye watu kuwa starehe yako. Yeyote anaweza kuwa chochote, mahali popote, wakati wowote. Na ukumbuke jambo hili, life is longer than a season. Tupate wapi viongozi ambao wakilala usiku wanaota matatizo ya watu? Wakilala wanafikiri miaka 7 ijayo kutakuwa na shida gani katika taasisi yangu, katika nchi na mahali ambako ninapaongoza. Mabibi na mabwana, ninakuombea hivi leo katika jina la Yesu. Mungu akupe neema tangu leo uwe mzalishaji. Ninakuombea tangu leo uwe mzalishaji, na ninakuombea uondoke kabisa katika sonona ya msimu kama Yusufu. Let it go, let them go. Ondoka kabisa katika kila sonona ambalo umekuwa nayo. Mabibi na mabwana, sonona huwa inasababisha mtu anastuck. Yusufu angesimama mbele ya Farao akaanza sonona. Kwanza, mimi nilikuwa napendwa na baba yangu. Alafu mimi mwenyewe mama yangu alifariki nikiwa mdogo. Alafu sio hivyo tu, baba yangu mwenyewe kumpata mama yangu alikaa kwa mtu mmoja, mjomba wake, miaka 14. Masonona hayo ya msimu. Lakini si hivyo tu, ndugu zangu, mie waliniuza. Mimi mwenyewe nilikuwa sina makosa. Lakini si hivyo tu, mimi mwenyewe nimekuja kwa Farao, nimesingiziwa kwa Potifa, nimesingiziwa ubakaji, nimefungwa sina hatia. Masonona. Ndipo angeambiwa, hebu muondoeni hapa huyu, maana yake naona kelele. Lakini alipofika hakwenda na sonona. Ni maombi yangu usitembee na masonona ya msimu kwenye maisha ya kwako. Wako wapi watu wachache wanaosema amina? Let it go. Oh my God, hebu nisaidie kuatikisa watu 2 watatu, waambie let it go and let them go in the name of Jesus. Ondoka hapo kwenye sonona, usikawie, usikae hapo kwenye sonona. Wako wapi watu wachache wanaosema amina hapa? Iwe ni sonona ya hasara, iwe ni sonona ya msiba, iwe ni sonona ya dhuluma, iwe ni sonona ya majeraha, iwe ni sonona ambayo imepita kwenye maisha ya kwako. Sonona yoyote ya msimu
Let it go in the name of Jesus. Let them go in the name of Jesus. Wako watu wachache hapa wanaosema amina. Ungempigia Jehova na vigelegele vya shangwe. Let them go. Wako wapi watu wanaosema let them go? Waache yaende. Watu waliokujeruhi waache waende. Biashara iliyokufa iache iende. Nafasi uliyopoteza iache iende. Mambo uliyopoteza iache yaende. Lakini yupo Mungu, mteteaji wako yu hai. Baada ya ngozi yako kuharibiwa hivi, utamuona Bwana na macho yako yatamuona Bwana. God, do it again in the name of Jesus. Jehova, na utende tena. Sema amina. Simama mahali ulipo, inua mikono yako. Nataka nikubariki asubuhi ya leo, nikuache uende zako kazini. Sijaelewa leo kama ni Idi au ni kazini. Ni kazini? Toba, mwezi haujatokeza. Jioni jioni Friday prayer tutaomba kwa pamoja. Na ninakuomba tafadhali, hakikisha Friday prayer hii unarudi na unaungana nasi katika mlima huu wa maombi. Inua mkono wako juu, funga macho yako. Baba, katika jina la Yesu Kristo, na lihimidiwe na kubarikiwa jina lako takatifu. Asante kwa ajili ya neno lako ambalo umelituma, nalo halitakurudia bure. Jehova, ninawafunika watoto wako na damu ya Yesu iliyobeba uhai wa Mungu, damu ya Pasaka, damu ya Kalvari, damu ikanene mema kinyume cha mabaya. Neno lako halitakurudia bure, na likatimie katika maisha ya kila mmoja asubuhi ya leo. Utubariki sasa na daima. Unyeshe mvua ya baraka, uonekane katika maisha ya watoto wako. Uwafunike na neema yako ya kimbingu, Bwana. Na muombea kila mmoja, Baba, ukambariki. Na waombea wale wanaopitia sonona ya kimsimu, ukawafungue katika hicho kifungo. Ubariki maisha yao sasa na daima, katika jina la Yesu. Ninaomba uzikubali dhabihu na sadaka zetu, na uzipokee kwako mbinguni, Bwana. Na zibarikiwe na kazi za mikono yetu, na tubarikiwe kuingia na kutoka kwetu sasa na daima, katika jina la Yesu, jina lipitalo kila majina. Wote tuseme amen. Inamisheni vichwa vyenu, pokeeni mbaraka wa Bwana ninyi nyote mnaomtegemea. Na Bwana Mungu akubarikie na kukulinda. Bwana Mungu akuangazie nuru za uso wake akufadhili. Na Bwana Mungu akuinulie uso wake akupe amani. Akubariki Mungu Mwenyezi uingiapo na utokapo, kwa jina la Baba na Mwana na Roho Mtakatifu. Wote tukiri amen, na tumpigie Bwana makofi mengi ya shangwe. Haleluya.